Rukuu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimaliza kukariri Qur'an, anatulia kidogo, kisha ananyanyua mikono yake usawa wa mabega yake huku akileta takbir. Allahu akbar. Yani Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitulia kwenye rukuu huku akiulainisha mgongo wake na kuwekelea mikono yake katika magoti yake katika hali ya kuvichanua vidole vyake vya mikono. Tasbihi katika rukuu. Katika rukuu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mara 3: Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ametakasika Mola wangu mkuu na sifa zote za upungufu. Itidal, yani kunyanyuka kutoka kwenye rukuu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akinyanyuka kutoka kwenye rukuu huku akiinua mikono yake usawa wa mabega yake au masikio yake na kusema: Sami'a Allahu liman hamida. Mwenyezi Mungu anamsikia kila anayemshukuru. Baada ya kunyanyuka na kusimama wima alikuwa akisema: Rabbana walakal hamd. Ewe Mola wetu, sifa zote na shukrani za dhati ni zako. Sajida. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akileta takbir na kusujudu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Katika sijida yake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitulia juu ya viungo vyake 7. Navyo ni paji la uso pamoja na pua, vitanga vya mikono miwili sambamba na masikio yake vikielekea kibla, na kuitanua mikono yake na magoti mawili na matumbo ya vidole vyake vya miguu na kuweka visigino pamoja. Katika sijida mwanaume anafaa kuitenganisha sehemu yake ya juu ya mikono yake, yani sehemu kati ya kongo na bega isigusane na mbavu zake, na tumbo lake atalitenganisha lisigusane na miguu yake. Kwa mwanamke ni tofauti, kwani anafaa kujikusanya. Tasbihi katika sijida. Katika sijida Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mara 3: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ametakasika Mola wangu aliyetukuka na sifa zote za upungufu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema: ama katika rukuu mwadhimisheni Mola, na katika sijda basi jitahidini kwa dua, kwani dua zenu katika sijda ni zenye kuelekea zaidi kujibiwa, kwa sababu mja yu karibu sana na Mola wake katika sijda. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiinua kichwa chake kutoka katika sijda kwa takbir. Allahu akbar. Yani Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Jalsa. Katika kikao hiki Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiukalia mguu wake wa kushoto na kuusimamisha mguu wake wa kulia na vidole vyake vikielekea kibla. Tasbihi katika kikao hiki. Katika kikao hiki Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema: Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mola nisamehe, Mola nisamehe. Kisha alikuwa akisujudu sijida ya pili kwa kuleta takbir. Allahu akbar. Katika sijida hii Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema mara 3: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ametakasika Mola wangu aliyetukuka na sifa zote za upungufu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akinyanyua kichwa chake huku akileta takbir na kusimama rakaa ya pili. Katika kusimama kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa kikao hafifu cha mapumziko, na wakati mwingine alikuwa akisimama moja kwa moja bila kuketi,
huku akijisukuma kwa mikono yake juu ya ngumi zake. Allahu akbar. Rakaa ya pili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma suratul Fatiha tena kama ilivyokuwa katika rakaa zingine zote, akianza na kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikariri sura nyingine yoyote katika Qur'an. Sura ya 114, sura An-Nas, yani watu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tafsiri yake: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sema, najikinga kwa jina la Bwana mwenye kuwalea, mfalme wa watu, mwabudiwa wa watu, na shari ya mwenye kutia wasiwasi, mwenye kurejea nyuma, atiaye wasiwasi nyoyoni mwa watu, ambaye ni katika majini na watu. Rukuu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ametakasika Mola wangu mkuu na sifa zote za upungufu. Sami'a Allahu liman hamida. Mwenyezi Mungu anamsikia kila anayemshukuru. Rabbana walakal hamd. Ewe Mola wetu, sifa zote na shukrani za dhati ni zako. Sajida. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ametakasika Mola wangu aliyetukuka na sifa zote za upungufu. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Rabbighfirli, rabbighfirli. Mola nisamehe, Mola nisamehe. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Tashahud. Katika tashahud, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiukalia mguu wake wa kushoto na kusimamisha mguu wake wa kulia, akiwekelea mkono wake wa kushoto juu ya paja lake la kushoto karibu na goti lake. Kisha mkono wake wa kulia alivikunja vidole vyake kidogo kabisa na chapete, huku akiwekelea kidole gumba juu ya kidole chake cha kati na kuashiria kidole chake cha shahada, na jicho lake halikupita ishara hiyo. Katika kikao hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema: At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu. Vile vile rehema na mazuri yote hutupatia Mwenyezi Mungu. Amani ya Mwenyezi Mungu pamoja na rehema na baraka zake ziwe juu yako ewe nabii. Nasi pia itushukie amani ya Mwenyezi Mungu pamoja na waja wake wema wote. Nakiri kuwa hapana Mola ila Mwenyezi Mungu, na nakiri kuwa Muhammad ni mja wake na mjumbe wake.
as-salatu ala nabii, yani kumswalia mtume. Baadaye mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe rehema mjumbe wako Nabii Muhammad na jamaa zake Nabii Muhammad, kama ulivyompa rehema Nabii Ibrahim na jamaa zake Nabii Ibrahim. Wewe ndiye unayestahiki kuhimidiwa na viumbe vyako vyote, na wewe ndiye mwenye utukufu. Na umbariki Nabii Muhammad na jamaa zake Nabii Muhammad, kama ulivyombariki Nabii Ibrahim na jamaa zake Nabii Ibrahim. Wewe ndiye unayestahiki kuhimidiwa na viumbe vyako vyote, na wewe ndiye mwenye utukufu. Kisha alikuwa akijilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na mambo manne kwa kusema, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ewe Mola wangu, mimi najilinda kwako kutokana na adhabu ya Jahannam, na kutokana na adhabu ya kaburi, na kutokana na fitna ya uhai na mauti, na kutokana na fitna ya Masihi al-Dajjal. Taslim, yani kutoa salamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ufunguo wa swala ni usafi, yani tahara, na huingiwa kwa takbir, na hufungwa kwa kutoa salamu. Hatimaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa salamu kuliani kwake, halafu kushotoni kwake kwa kusema, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Amani na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yenu.